Mtazamaji, Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu ni Dorcas Kambale kutoka Kenya Assemblies of God Tausa Voi, na ningependa kuwashukuru wale wote wanaofuatilia channel yetu ambayo ni @Wilson Kambale 6099. ukaweze kubarikiwa pamoja nasi. Ningependa kukukaribisha ukaweze kulike, kushare and subscribe so that tukapate kueneza injili hii kwa mataifa yote, na Mungu wa mbinguni akaweze kukubariki kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Karibu katika jina la Yesu kwa kipindi ambacho kinachokuja sasa, ambacho ni cha neno la Mungu. Ni kwa ajili ya roho za watu wako Bwana. Tunaomba Bwana ukamtulie jinsi upendavyo Jehova. Acha Bwana neno lako ambalo Bwana linalonena na wakati Jehova likaweze kufanya kazi ndani ya maisha yetu. Bwana neno lako ni uhai mtakatifu. Tunakutukuza maana Bwana unastahili. Asante maana Bwana unaweza yote. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Mungu awabariki sana. Awatende mema. Vile mmekuja katika nyumba ya Bwana si bure. Bwana Yesu asifiwe. Sasa bila kupoteza wakati, acha nikaweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu akaweze kunena kile ambacho Mungu ameweka ndani yake. Bwana asifiwe. Mungu awabariki nyote kwa ajili ya kufika. Nasema Mungu awabariki nyote pia kwa sababu ya kuhusika kwenye ufanisi wa ibada hii. Najua ya kwamba watu mmekuwa katika maombi, pengine umekuwa katika maombi ukiombea ibada. Ni kwamba tu hukuweza kufika kwa kesha, lakini naamini ya kwamba kuna watu wanaomba, wanafunga na kuomba, wanatimiza muda huo, wanakuwa mbele za Bwana, na kesha tu ndio pengine wanakosa kufika. Lakini tunazidi kuhimiza tu ya kwamba tupatikane, itakuwa vizuri zaidi, kwa sababu tunahitaji moto wa Bwana katika maisha yetu. Safari hii hatuwezi wenyewe kwa namna yote, ila kwa kuwezeshwa na Mungu, na hawezi kuhusika mpaka amehusishwa. Kwa hiyo tunamhitaji sana, na anapokuwa pamoja nasi mambo yanakuwa mazuri. Kwa hiyo karibuni katika nyumba ya Bwana. Hizi ni nyakati zilizozungumzwa kwenye Biblia. Kisoma kitabu cha Petro, kimezungumza kitabu cha Timotheo, kimezungumza ya kwamba nyakati za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Imeeleza pale Yesu amekaribia kurudi zaidi ya vile tulivyoamini hapo awali. Sasa hivi amekaribia sana. Ni wewe utachagua kama utaamini ni hivyo na ujiandae. Swali ni kwamba unachukua hatua gani kwa ajili ya kukaribia huko. Yesu alisema ya kwamba tuende ulimwenguni mote tukaambia watu ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu alipokuwa anaagiza watu waende kuhubiri, aliwaambia, na katika kuhubiri kwenu waambieni hivi, ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hiyo hakuna ujumbe kanisani mwingine zaidi ya kuhusu ufalme wa Mungu. Kama tutakutana hapa tusiongee habari za kukaribia kwa ufalme wa Mungu, basi hiyo itakuwa si kanisa. Ujumbe ni huo, ya kwamba wakusanyikapo watu waitwao waamini wa Kristo, basi waongee habari ya Kristo na ufalme wake. Sasa hivi ziko nyumba nyingi, mahubiri aina mbalimbali. Unaweza kwenda kanisani na ikahubiriwa kuhusu pesa, miujiza na mambo mengi mpaka mwisho, wala usitajiwe habari ya kujiandaa kwako kwa ajili ya kuja kwa Yesu. Lakini madhumuni ya kanisa ni kwamba Mungu aweze kutufikisha mahali alipo, hakuna lingine. Yesu Kristo alipokuja alihurumia mwanadamu kwa sababu ametenganishwa na Mungu kwa ajili ya dhambi zake, na akakusudia kumleta ili aweze kuwa na uhusiano na yeye.
alilichagua taifa takatifu la Israeli. Kuanzia hapo Mungu aliumba ulimwengu wote, na alipoumba ulimwengu wote akataka taifa litakaloitwa lake, na akalianzisha hili taifa kupitia kwa Abrahamu. Taifa la Israeli takatifu akaanza kulishughulikia na kulihudumia kama taifa lake yeye mwenyewe. Wakati ambapo walipoendelea taifa hili wakaanza kuasi, na Mungu hakuchoka, bado alihitaji watu atakaoita wake. Waisraeli wakaendelea hivyo, Wayahudi wakaendelea hivyo, Waibrania wakaendelea hivyo. Kristo alipozaliwa wakamkataa. Ndio pale Biblia inasema alikuja kwa walio wake, lakini walio wake walimkataa. Walipomkataa, bado Mungu alikuwa na madhumuni ya kuwa na watu anaoita wake. Ndio kanisa likazaliwa. Leo hili kanisa ndio taifa takatifu ambalo linajumuisha hata mataifa. Waisraeli walipokataa, Injili ikatufikia sisi mataifa, tukampokea, akatufanya watoto wake. Tazama ni pendo la namna gani kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa hiyo kupitia kumkubali Kristo tukawekwa ndani ya taifa takatifu, lile ambalo Mungu alikuwa amekusudia kuwa nalo kutoka mwanzo. Leo hii ndilo kanisa la Bwana. Kama jinsi Waisraeli walivyokuwa kwa Mungu, ndivyo walokole walivyo kwa Mungu sasa. Kama vile taifa la Israeli lilivyokuwa la Mungu, ndivyo kanisa lilivyo la Mungu sasa. Lile taifa la Israeli ndio kanisa la sasa. Mwebrania wa wakati huo ndio mwokovu wa sasa. Safari ile ya kutoka Misri kwenda Kanaani ndiyo safari ya mwokovu, kutolewa dhambini, kupelekwa mbinguni, na hakuna ujumbe mwingine. Ndio maana tukisimama kuhubiri Injili tunawaambia watu, jiungeni na ufalme wa Mungu, hakuna lugha nyingine. Sasa tukiwa hapa, tukiwa tumeshafanyika wana wa Mungu, kuja kwake kumekaribia. Kitu kimoja anachokifanya ni kuzidi kulishughulikia kanisa lake, kwa kulionya, kwa kulirudisha, kwa kulitakasa. Tunaambiwa tuendelee kuonyana ili tukutwe tukiwa tayari. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 inazungumza kwa mstari wa kwanza. First Thessalonians chapter 5 verse 1 inasema, kwa habari nyakati za majira haipasi nyinyi kuandikia, maana nyinyi si watu wa gizani, hata siku hiyo iwakute kama mwizi. Ina maana kwamba sisi tunapaswa kuwa tumeandaliwa kwa ajili ya kuja kwa Yesu. Hakuna kitu kingine kinatoweka katika imani isipokuwa kuisubiri ile siku kuu. Kwa hiyo ukiwa katika imani lazima utake kuandaliwa kila wakati, na ndio sababu tunaandaana kila wakati, tunatayarishana. Jumapili iliyopita tukaongea habari ya kuwa na maneno machache ili kuepuka dhambi. Tuzidi kuwa safi kadri ya vile Yesu anapokaribia kuja. Tukaongea habari ya kinywa chako kinavyoweza kukukosesha, na tukaongea jinsi ya kukidhibiti, kukiweka lijamu. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunataka kuingia mbinguni. Na kama uko katikati yetu hujaokoka bado, hujamkubali Yesu bado, ni vyema kuingia ndani haraka iwezekanavyo, ili Yesu atakapokuja uweze kuona ufalme wa mbinguni. Inawezekana wewe ni mama, ni kijana, ni mzee, ni mwaminifu sana, unakuja kanisani kila wakati na mshirika wa miaka mingi, lakini Yesu hujawahi kumfungulia katika maisha yako. Utafanyika mshirika kamili, lakini kwenye kitabu cha Mungu kama haupo, bado siku Yesu atakapokuja kuchukua watu wake utaacha ukitazama, ushangae inakuwaje. Maandiko yanasema
ya kwamba wawili watakuwa wanalima pamoja, mmoja anachukuliwa, mmoja anaachwa. Wawili watakuwa wamelala pamoja, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Kama ulikuwa unafuatana tu na mama yako, kama yeye ameokoka, Yesu atakapokuja atatwaliwa pamoja na kuzunguka pamoja, wewe utaachwa. Kama wewe ni mzee au ni mvulana, ni kijana, msichana, uko unaandamana na wazee wenzio, unaandamana na kina mama wenzio, unaandamana na wavulana wenzio waliokoka, lakini wewe bado utatimiza lile andiko ya kwamba wawili watakuwa wamekaa pamoja, na mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. Wapendwa, pale pa kuachwa ni pachungu, ni pabaya. Usiwe mmoja atakayeachwa. Tushughulikie maisha yetu, atakapokuja Kristo tusiwe wa kuachwa. Wapendwa, hali haitakuwa nzuri kwa wale watakaobaki. Hali haitakuwa nzuri kwa wale watakaoachwa. Kimbiana mapema, jisalimishe kwa Yesu, uwe ndani. Ghadhabu, dhiki kuu itakapokuja na mateso mengi yatakapokuja, yatakuja wakati kanisa limetwaliwa. Watakuwa salama hao. Lakini kwa wewe ambaye hujashughulikia maisha yako, kujiweka sawa mbele za Bwana, Yesu atakapokuja wewe utabaki. Ndipo utaanza kukumbana na mateso yale yamezungumzwa kwenye maandiko. Wakati ambapo unaisikia sauti ya Bwana, madamu itwapo leo, ingia ndani, milango ikiwa wazi. Isije ikawa ukafanyika kama vile siku za gharika zilikuwa. Inafananishwa katika kitabu cha Mathayo 24, inaongea na kusema ya kwamba kama vile siku za Nuhu zilivyokuwa, ndivyo zitakapokuwa siku zetu vile vile. Ya kwamba watu waliambiwa safina ipo wapate kuponya maisha yao, walicheka wakaona kama mzaha. Ndivyo sasa hivi tunapohubiri wanaona kama ni mchezo. Wakati ambapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu utakapokuja. Wakati ambapo watu wanadharau na kusema Yesu ni nini? Yesu si mwana wa damu, si mwana wa Mungu. Kwani Mungu alizaa Yesu? Kwani hata mimi pia si nimeokoka? Hata mimi sinaenda kanisani? Hata mimi si huwa ninaomba? Hata mimi kwani? Nilikuwa namshuhudia jamaa mmoja, nikamwambia ya kwamba, je, vipi maisha hayo kuhusu Yesu unayemtaja? Una uhusiano na yeye? Akaniuliza, kuwa na uhusiano ni kusema nini? Ya kwamba ilifikia mahali ukamkaribisha wewe katika maisha yako, awe ndani na Mwokozi, sio kumkiri kwa kinywa tu. Na yeye alikuwa anasema, kwani si ni kusema tu? Sio kusema tu, lazima ni tukio litakalofanyika ndani ya maisha yako. Mtu anapookoka anabadilishwa na kutayarishwa kwa ajili ya mbingu. Haleluya! Hali hazitakuwa nzuri, kutakuwa na mambo mabaya kwa yule atakayekutwa akiwa nje ya Yesu. Na sisi tuliopo, tuna maandiko yanatuambia kwamba tunazidi kutakaswa. Kama waliookoka wanaambia wajitakase, ina maana kwamba miongoni mwa waokovu kuna wengine ambao watakutwa wachafu hata wakiwa wameokoka. Je, ufalme wa Mungu unamaanisha kiasi gani? How serious are the principles of the kingdom of God? Kwamba hata waliookoka wanaambiwa wajitakase kwa ajili ya kuja kwa Yesu. Kama watu wakati ambapo wanapokula meza ya Bwana, kuna wanakula tu, hawajui maana yake. Lakini Wakorintho inaeleza juu ya meza ya Bwana, inasema wanaostahili kuula ni wale waokovu. Nao pia wanaambiwa wajihoji nafsi zao kwanza, kwa sababu kila pasipo kupambanua, wengine wamekufa na wengine ni wagonjwa. Kama ule mwili wa Kristo, meza ya Bwana, inasemekana hata waokovu pia, ukijisikia ni kwamba umetatizika mahali, tulia, usiipokee. Yaani inapopeanwa pale, ukijisikia kwamba kuna mahali pana shida, umeokoka ndio, lakini kuna mahali unasikia hapana, siko vizuri na Mungu, maandiko yanakuambia tulia, usiipokee. Maana ukiipokea pasipo kupambanua, imo hatari.
vitu vitakatifu vikichukuliwa pasipo kumaanisha vina madhara yake. Sasa kama mambo ya Mungu yapo design hiyo, kwa kweli hatuta afford kucheza. Inabidi tutafute kwa bidii na kusarenda kwa Bwana na kumruhusu Bwana aingie kila mahali katika maisha yetu, achunguze kila mahali. Siku ya leo tunakwenda kuangalia kuhusu uadilifu unaotoka moyoni, heart level integrity. Heart level integrity. Integrity ni uadilifu. Inaeleza maana integrity ni kusema the quality of being honest and having strong moral principles even when no one is watching. Yaani uwe ni kiwango cha uadilifu uliozingatia kanuni zile unazozijua, kiasi cha kwamba unazizingatia hata saa ile hakuna mtu anakuangalia. Hicho ndio kiwango cha wokovu tunastahili kufikia. Philippians chapter 2 verse 12, Paul anazungumza na Wafilipi akiwaambia, na sasa ndugu, kama vile mlivyokuwa mko waaminifu. Natumia maneno yangu mwenyewe. Kama jinsi mlivyokuwa waaminifu. Sio jinsi wakati niko na ninyi tu, lakini sana zaidi wakati mimi sipo. Yaani awe ni Mkristo aliyefundishwa njia za Mungu akazishika na anazifuata yeye mwenyewe peke yake pasipo kuangaliwa na mtu. Ya kwamba hata akiulizwa kitu anasema ukweli kutoka moyoni. Heart level integrity, uadilifu wa kiwango cha moyoni, sio kwa kuangalia kwa juu, moyoni. Inamaanisha nini ninaposema hivyo? Mwanadamu yuko mara mbili. Kuna vile ninavyokuona na kuna vile ulivyo. Kuna vile mtu anavyoonekana na kuna vile mtu alivyo. Na inawezekana mtu akaishi maisha mawili kwa pamoja, ya kwamba vile alivyo katika hali ya uhalisia sivyo alivyo anavyoonekana. Inaitwa unafiki. Unafiki, hypocrisy, ni wakati ambapo unaonyesha muonekano usioambatana na ulivyo. Sasa tunaposema heart level integrity, ni wakati ambapo hali hizi mbili zinauyanishwa, zinaenda pamoja. Mkristo, mimi na wewe tunastahili tufikie mahali pa kuweka ndani na nje kufanane. Hapo unakuwa umefaulu. Last time tulisoma katika Psalms chapter 15, tukaongea habari ya kinywa kidogo, kusingizia, kusengenya. Mstari wa pili unasema kuhusu ni nani. Okay, tulisoma hiyo sehemu, chapter hiyo nzima inavyoanza inaongea juu ya mtu kukubalika mbele za Mungu. Bado tuko pale, ni kwamba tunaingia katika kitengo kingine cha kumkamilisha mtu. Kwa hiyo Psalms 15 verse 1 inaendelea kueleza pale ni mtu gani atakayekubalika mbele za Bwana. Inaeleza pale, alafu verse 2 mwisho inasema asemaye ukweli kwa moyo wake. Hapo ndio imebeba ujumbe wa siku ya leo. Kusema ukweli kwa moyo wako. Kusema kunahusishwa na mdomo. Na sasa hapa hatuambii kusema ukweli kwa mdomo wako. Hapana, ni kusema ukweli kwa moyo wako. Unaweza ukatenda jambo na ukafaulu kulitenda pasipo kushikwa, na ukanifanya niamini ya kwamba ni kweli hujafanya, na mimi nikaamini ndivyo ukweli. Lakini deep down in your heart unajua sivyo. Katika mahakama za dunia hii nilisema ya kwamba ni ubabe wa mawakili. Umetenda kabisa, umeua, unachukua wakili, tunaenda mahakamani. Umeua kabisa, unachukua wakili na unamwelezea kabisa, bwana, nimeua, sasa nisaidie, geuza mpaka nitoke nikiwa huru. Na yule mwingine aliyekushtaki anajua, jamani, ni huyu, mnaenda nyote pale. Mawakili wa pande zote mbili wanashindana
mpaka mwisho wa siku inasemekana ushahidi umekosekana, mtu huyu huru. Kwa hivyo huyu mtu kwa kusema I am innocent mahakamani, mwisho wa siku mahakama itasema huyu bwana ni mkweli kwamba hana hatia. Sasa ni mkweli lakini sio moyoni. Deep down in his heart anajua kweli mimi niliua. Kwa hiyo unaona kwamba ukweli, kuna kweli mbili hapa. Maandiko yanasema mtu asemaye kweli moyoni mwake ndiye atakayemkaribia Mungu, sio kwa kinywa chake. Tuangalie 1 Samuel chapter 16. 1 Samuel chapter 16. Tuone kanuni ambayo Mungu huwa anaenda nayo. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wala kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Tuko pamoja? Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura gani ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Mwanadamu hutazama sura ya nje, lakini Bwana huangalia moyo. Kuna vile Sauli alikuwa mrefu, handsome, mabega hayo anavutia kweli kweli, sura ya nje, mpaka ukimtazama hivi unasema jamani, yule mtu anavyoonekana sioni kama anaweza kufanya hilo jambo. Na mnasikia hata mimi ninaona hivyo, mwashileni jamani. Lakini kumbe muonekano wa nje na huyu mtu mtanashati, moyo wake ni mwingine. Na la kusikitisha zaidi au la kuhatarisha zaidi, Mungu anapita mpaka kwa moyo na anaangalia moyo umekaaje, alafu anapitisha hukumu zake kwa kuangalia moyo. Kwa hiyo hapa tunaweza kuwa tumeketi namna hii na mkaniridhisha kabisa mimi mchungaji wenu ya kwamba kwa kweli baba tuko vizuri, na waona kwa nje unavyotipia na mapema, unavyokuja mapema, unavyoomba kwa sauti wengine wakiomba, unavyochukua notes mahubiri yakiendelea, unavyojitahidi, watu wanapotoa hukosi unatoa, yote yao unatoa. Nikikutazama napiga tiki nikisema huyu mshirika hakika mbinguni moja kwa moja anaenda. Lakini kumbe moyo wako una picha tofauti. Sasa tatizo ni kwamba Mungu atakapo hukumu haangalii vile ulikuwa unaonekana, anaangalia moyo uko wapi. Kwa hatari iko pale ya kwamba kwa nje nimefaulu kukwambia sina shida, lakini moyoni mwangu najua siko vizuri. Na kama ninajua siko vizuri, nisiridhike na kupendeza watu, bali nijue kwamba jamani, watu wote nimefaulu kwa convince ya kwamba niko sawa. Lakini hivi mimi nitapitaje kwenye kile kichungi? Maana kile kichungi alienacho kina matundu madogo zaidi, kinachuja mpaka moyo, inaangalia mpaka moyoni. Hicho kichungi ndio tunakiangalia. Tumuogope Mungu anayeangalia moyo. Nilisema hapa wakati mwingine mtu anakuwa na njia chafu, na kwa sababu hajawahi shikwa, yeye yuko sawa, anajisikia mbabe. Na hata akiitwa anauliza ni nani aliniona? Ni nani anajua? Mtu waje mashahidi waseme. Mteule wa Bwana anayeenda mbinguni hastahili kungojea mashahidi wa nje, bali aangalie Mungu yule aonaye sirini, anayeona moyo, aogope huyo Mungu. Kwamba nimeonekana sikuonekana, inanipasa kutubu. Naomba tuangalie pamoja kwenye Isaiah chapter 55. Isaya 55. Tuone kitu pale kinasemaje. Isaiah 55 verse 6. Isaiah 55
6, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni maadamu yu karibu. Verse 7, mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Sasa ukiangalia neno la Mungu linavyosema, linamwongelesha mtu, linamwambia mtu usingoje kushikwa. Haiwi dhambi wakati umeshikwa. Wewe mwenyewe moyo wako unajua, jamani, mimi ni mtenda dhambi, nimeshikwa sijashikwa, moyo wangu ninajua nimekosa mbele za Mungu. Kwa hiyo nimekutwa sijakutwa, mimi mwenyewe niogope na niende kwa Mungu. Anasema mtu mbaya sio aachishwe na mchungaji. Mtu mbaya sio alazimishwe kukiri. Inasema mtu mbaya aache njia yake, kwa sababu hakuna mtu asiyejijua. High level integrity, uadilifu wa moyoni, unaenda kulingana na moyo wako ulivyo. Unajielewa ya kwamba siko vizuri. Ukishajielewa hauko vizuri, usijifariji ya kwamba nashukuru Mungu watu hawajui. Mungu wakati atakuja kukuhukumu, haangalii kama ulipatikana ama hukupatikana. Anapima moyo, anajua ni mchafu na pale mwingii. Hapo ndio hofu tunastahili kuwa nayo. Unaweza kuangalia maji jinsi yalivyo clear, ukasema haya yana shida, ni masafi kabisa, tunaweza tukanywa. Lakini ukipeleka kwa mtaalamu, anakuambia hatuangalii kwa macho haya, tunaangalia zaidi ya naked eyes yanavyoweza kuona. Kwa hivyo anayatia yale maji kwenye nini? Kwenye microscope, na anaangalia kipimo. Sasa anaingiza kwenye kipimo kingine, anakuambia sasa haya maji yana vidudu ABCD. Huku viona wewe na ukaona unaweza ukanywa ukafikiri mambo ni sawa, lakini kuna kichungi kinatumika wakati unapoambiwa jichunge na maji fulani. Wakati unapoambiwa chemsha maji, hauchemshi kwa sababu kuna vitu unaviona vikitembea, utavichunga kwa kichungi alafu unywe. Lakini unapoambiwa ili uwe salama chemsha maji, ni kwa sababu ya vidudu hata visivyoonekana, ili unakuwa salama. Sasa hii ilikuwa nikujia wakati Roho Mtakatifu alikuwa ananisaidia ili niweze kulieleza kwa namna litakalokuja kwa uwazi zaidi kwako, ya kwamba kuna viwango tunajiwekea sisi kwa kutazama juu. Sauli alikuwa mtu usingelimdhania, na wakati amefanya kitu kikubaliki mbele za Mungu, Mungu hakujali muonekano wake, Mungu hakujali alivyo, usitazame urefu wake. Anamwambia Samueli, Sauli nimemkataa. Kwa sababu wanadamu wanaangalia sura ya juu, mimi naangalia moyo. So if God goes down to the heart, inabidi hiyo heart tuishughulikie tupate kuwa salama. Nikikaa juu na nitakuja kuhukumiwa moyoni, basi sitakuwa nimejisaidia. Nikiyafanya haya maji nikisema kwa kuyaangalia yako sawa, nitaandika pale mbele yatakapopitishwa kwenye kipimo, niambiwe angalia vidudu vile vingekumaliza. Si sahihi. Kuna njia ionekanayo machoni kwa mwanadamu kwamba ni njia sahihi, lakini mbele ya Bwana ni njia ielekezayo upotevuni. Si maandiko yanasema hivyo? Kwa hiyo kuna viwango viwili. Sasa twende kwa kiwango cha nani? Twende kwa kiwango cha Mungu. Jamani, ikiwa Mungu amesema iweni watakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu, usiweke ujuaje pale. Maana utakapokuweka ujuaje, hasara itakuwa kwako. Mungu akisema muwe watakatifu, mimi mtakatifu, tafuta vile utakavyokuwa mtakatifu mbele za Bwana. Tumeona last time, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Mungu bila kuwa nao. Hata akisema vile tafuteni kuwa watakatifu, usilete ujuaje pale. Mwambie Mungu, sawa, mimi niko tayari, nisaidie. Maana na ubinadamu huu Mungu mimi sitaweza.
ili yakuwezeshe. Usiignore ukasema hiyo kitu haiwezekani. Kuna mtu aliye mtakatifu. Sasa ukisema hivyo tupa mikono, ufalme ule hautabadilisha kanuni zake kukuingiza wewe. Ufalme wa Mungu hauwezi kujiadjust ili uingie. Kama Yesu alisema jitahidini kuingia kwa mlango mwembamba, Baba uko mwembamba hata sasa, na hauwezi kuadjustiwa ili uingie wewe. Kama goalpost iko pale pale, haiwezi kusongezwa karibu nawe ufunge kwa urahisi. Haleluya. Haiwezi kusongezwa. Sasa hivi tunaishi katika ulimwengu ambao watu wameendelea kusongeza uokovu uweze kuwaingiza vile walivyo. Unabaki kuwa pale pale, haubadiliki. Ni sisi tutakaobadilika tutoshee, lakini mlango hauwezi kuongezwa mapana yake. So the Lord looks on the heart. Kama tunatayarishwa ishi hivi, lakini elewa Mungu anakuja kuangalia moyoni mwako kuna nini. Matthew chapter 5 verse 8. Mathayo 5. Andiko tunalijua, ingine hata tunaweza kulikariri kwa kinywa, yani kwa akili mara moja. Matthew chapter 5 verse 8. Ila tusome kwa sababu kuna wanaoandika na wakitoka hapa wanaenda kuangalia vizuri. Matthew 5:8. Nasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Nini tena inaangaliwa? Moyo. Kumbe ninaweza kuishi na ninyi nikiwapa picha nzuri sana, lakini moyoni mwangu story tofauti, nikawa siwezi kumuona Mungu. Nisiposhughulikia moyo wangu, nikiendelea kuishi nao kiwa mchafu vile vile, sitamuona Mungu. Na kama sitamuona Mungu, basi kilichokuwa kinaniweka kwa wokovu muda huo wote ni nini? Kama kweli sitamuona Mungu, nafanya nini kanisani? Kama kweli sitamuona Mungu, nafanya nini kwenye wokovu? Kwa sababu lengo la kukaa ndani ya Yesu ni kumuona Mungu. Na kama nitakaa ndani ya Yesu na nacheza, ni kama mwanafunzi ambaye ameingia kidato cha kwanza, na lengo la kuingia kwenye kidato cha kwanza kwenye shule ile, lengo ni kusoma atoke form 4 akiwa amefaulu, apite asonge mbele. Sasa kama hana lengo hilo, kama hata ufanya mtihani, anafanya nini shuleni? Kwa kweli kama hana lengo la kufanya mtihani na kupita, shuleni anafanya nini? Basi hakuna haja ya kuwa pale, kwa sababu uko mahali na lengo lake hautalifikia. Unaenda dining hall lakini hautakula, basi unaenda kufanya nini? Kuna kwingine ambako tunaenda na unaambiwa unastahili kuwa na nini? Na meal card. Hata unapiga mstari, mko na meal card mkononi. Ukifika pale before uwe served, meal card inaangaliwa, inapigwa tiki, alafu unasaviwa. Sasa wewe uko kwenye foleni na meal card hakuna. Na unaambiwa asiye na meal card hatafanya nini? Hatakula. Na uko foleni unasongea, alafu mwisho wa siku unafika pale kwenye kusaviwa, unaambiwa una meal card, ondoka. Sasa huo muda wote kwenye foleni ulikuwa unafanya nini? Ndivyo inavyokuwa kama sina kibali kinachotakiwa kuingia mbinguni na sishughuliki, nafanya nini kanisani? Nafanya nini basi kwenye wokovu? Na inaweza inakaa kama ina sound tough. Mchungaji unaongea hivyo, sasa utaki watu kanisani? Nataka watu kanisani waende mbinguni. Kwa sababu kama mtu atakuja kanisani na hana lengo la kwenda mbinguni, kwa kweli sasa anaenda wapi? Anafanya kushughulikia njia zake ili Yesu atakapokuja. Ndio maana Isaya 55:7 inasema mtu mbaya, kulitaja pale, nafikiri mliandika ni ile tu inasema. Ndio maana Isaya 55:7 imetuambia ya kwamba mtu mbaya, kwanza mstari wa 6 inasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mteule wa Mungu, unajielewa maisha yako? Uko sawa na Mungu? Kama mambo si mazuri, tafuta Bwana na mapema wakati anapatikana, upatane na yeye, uweke mambo sawa. Kama maisha yako ni machafu, si mazuri, maandiko yanakuambia mtu mbaya ambaye ni wewe, fanya
iwe salama wakati atakapokuja. Anasema mtu mbaya aache njia yake, amrudie Bwana. Yaani ni upendo wa ajabu. Usikae tu hivyo umejiachilia sema liwe na liwe litakalokuwa. Hapana. Usijiachilie sema liwe litakalokuwa. Hamna hiyo. Kama unafuatana na Kristo, msikize anavyosema. Kama ninafuatana na Kristo, nimsikize anavyo, kwa sababu Kristo nikifuatana naye ana lengo moja tu la kunipeleka mahali alipo. Anasema ninaandaa makao. Na nikishamaliza makao nitakuja kuwachukua ili mahali nilipo nyinyi mwepo. Angalia ndio kazi tu Yesu alionayo. Anashughulika, anaandaa makao, lengo lake sisi sote tuende mahali alipo. Ana nia nzuri sana. Haleluya. Ana nia nzuri. Anataka kutupeleka mahali pazuri. Jamani, jueni watoto wangu, naandaa makao. Na lengo la kuandaa siandalie mtu mwingine. Ninawaandalia nini ili mahali nilipo mje muwepo. Sasa pale mahali pa kupaingia, kanuni zake ni hizi. Jiepusheni na hii, jiepusheni na hii, ondoeni hii na ile, mtakubalika watoto wangu wazuri. Kwa hivyo anasema heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Free from hypocrisy and inner corruption. Ndio Matthew chapter 5 verse 8 inavyotuambia. Heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Watakaomwona Mungu ni watu walio moyo safi, waliotayarishwa mioyo iliyoshughulikiwa. Na huu moyo ndio chemichemi ya mambo mengi sana. Proverbs chapter 20 verse 6. Proverbs 20 verse 6. Inasema hivi, wanadamu, verse 5, Proverbs 20 verse 5, mashauri ya moyoni ni kama kilindi, lakini mtu mwenye ufahamu huyateka. Moyo ya watu iko so deep, imebeba sana, imeficha mambo mengi sana. Lakini yule mwenye akili hataendelea kuficha hivyo, atafunua kabisa. Ni kama mtu ambaye anasema mfukoni mwangu sina kitu, na ili aaminike anatoa ule mfuko mpaka unatoka nje. Niko serious, sina kitu, ninaweza toa kabisa mfuko wangu muione mpaka inatoka nje, iache kuonekana mifukoni mmeficha vitu vingi. Sasa ili muamini nimetoa kabisa. Hiyo ni jinsi ya kutoa moyo wako inside out, ya kwamba unasema kweli kwa moyo wako, kwamba kile unachokisema ndicho kilicho moyoni. Ni hivyo kabisa. Na kama sio hivyo, una kazi ya kushughulikia moyo. So the heart of man are like deep waters. Deep waters huwa zimetulia tu, lakini zimebeba kina kikubwa, zimebeba wanyama pale, zimetulia. Ndivyo moyo wa mtu ulivyo. Hapa tulipo namna hii, hakuna sehemu ya mwanadamu imebeba kama moyo. Na nataka tuangalie ni nini huwa imebebwa ndani ya moyo wa mtu. Marko 7:20 hadi 23. Tufungue pale. Marko 7:20 hadi 23. Akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Kwa maana ndani ya mioyo, ndani ya nini? Ndani ya mioyo ya watu hutoka nini? Tutaje pale. Hutoka nini? Kwa sauti. Hutoka, si tunasoma jamani? Haya tusome. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, nini? Uasherati, wivi, uwaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Verse 23. Haya yote, haya kiasi gani? Haya yote yaliyo maovu yatoka wapi? Ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Last time
kilichotiwa lijamu kinachomkosesha mtu, kwamba kwa kuweka farasi mkubwa tu lijamu unamgeuza mwili mzima, na tukaona kwamba kinywa cha mtu tu kinakosesha nafsi yote. Hapa tunaona moyo wa mtu. Haya yote yametajwa yanapatikana ndani ya moyo wa mtu, na ndiyo inamtia mtu unajisi. Kwa hivyo utajitahidi, ungependa sana kuishi vizuri, lakini moyo wako utakuwa unakusumbua usiposhughulikia, unakutia unajisi, kwa sababu ni moyo wa nyama, na nyama na damu hazitaurithi ufalme wa mbinguni. Hapo ndio tatizo liko. Kwa nini moyo wako ni msumbufu? Ni kwa sababu moyo ni wanyama huu, umeshirikiana na mwili wako, unakudanganya. Jeremiah inazungumza ya kwamba moyo wa mtu una ugonjwa wa kufisha, deadly disease. Yani ni moyo ambao usiposhughulikia utakuingiza pabaya. Sasa hii yote inatoka ndani ya moyo. Yani unamwona mtu anaua, imetoka ndani, amekuwa na uuaji wake tu hapo. Hiyo mikono naona ikifanya inatekeleza tu kile kimekwepo ndani, lakini anazungukaga na hizo vitu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani. Yatoka ndani wapi? Kwa moyo. Ina maana kuwa yanakaa wapi? Hapo. Ukisikia mtu ametoka hapa ndani, si amekuwa hapo. Sasa ukisikia haya mambo yote yametajwa, huwa yanatoka ndani, sio ndo anaingia, yanatoka ndani ya mwanadamu. Sasa na tunaambiwa haya ndio yanatukia unajisi mpaka kwa Mungu atukubaliki. Hii mioyo hii. So that's why you need to deal with, you and I need to deal with our hearts. Kwa hiyo sasa tunaambia kwamba mawazo mabaya yanatoka moyoni. Hata kabla sijaambia watu mnawadhamini, ndani ya moyo tayari ipo. Uasherati unatoka moyoni. Yaani mtu anaishi ni msherati, hajafanya lolote, lakini ndani ya moyo ipo. Unakaa naye hivi, hajaenda mahali umeshinda naye, ukiulizwa huyu mtu amezini, nimekuwa naye muda wote, lakini mbele za Mungu anaambia umezini saa fulani saa fulani saa fulani. Ukisoma Matthew chapter 5 verse 28, and Yesu anaongea habari ya moyo. Matthew 5:28 inasema, nanyi ilineno ya kwamba msizini, lakini mimi nawaambia, amtazamaye mwanamke kwa kumtamani ameshazini naye wapi? Moyoni mwake. Ni maandiko jamani, mbona mnakaa kama mnaona ni matusi? Si ni maandiko. Na kama kimeandikwa tunakubiri kama vile kilivyo. Haleluya. Umefika pale kwenye Matthew 5:28. Hebu isome kwa sauti kwa pamoja, twende. Someni jamani basi Kiswahili hicho. Lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani. Anza verse 4. Verse 4. Anza verse 4. Verse 27. Anza 27. Mmesikia kwamba imenenwa usizini. Ndio. Lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Sasa Yesu anazungumza hiyo kwamba nyinyi Wafarisayo na sheria yenu mnangoja mpaka mumpate mtu ndo mumpige mawe. Kwa sababu walipompata mtu walimpeleka kwa Yesu. Wafanye nini? Apigwe mawe. Kwa sababu sheria inasema anayepatikana kwenye uzinzi afanye nini? Apigwe mawe akipatikana. Kwa hivyo kama hajashikwa na mke wa mtu na nani, yeye hana shida, hajawahi zini. Sasa Yesu kwa kuthibitisha kile tunachoongea leo, ya kwamba Mungu anaangalia moyoni, sasa anasema wacha hiyo ya kupata mtu na kumleta. Maana wale waliomleta wasema tulimshika kabisa. Sasa na akaangalia akaona hawa ni vile hawajashika, lakini nioni mwao usherati umewajaa uzi. Tumeona hiyo katika Maka. Vitu vinavyopatikana moyoni.
ya kwamba ndani ya mioyo ya watu tuko pale Mark 7:21, kwa maana ndani ya mioyo yake hutoka mawazo mabaya, uasherati moyoni, vimekuwepo ndani, wivu uko ndani, uaji. Kabla hajaiba akashikwa, Yesu aliona wizi ndani kitambo. Kabla hajafanya usherati akapatikana, Yesu alitangulia kuona. Ndio kwamba unaketi na mtu hajaenda mahali, lakini alitazama akatamani, inakuwa rekodi, huyo ni mzinzi. Kuna shindwa, mimi sijatoka mahali popote, mbona anaambiwa mimi mzinzi? Anaangalia moyo Mungu. Kwa hiyo unaanza kuona kwamba mioyo inaweza kubeba nini? Angalia, imebeba usherati, wizi, unaweza una wizi ndani, uwaji. Ukiwaza tu mtu huyo angekufa tu tayari. Uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu, haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, yamtia mtu unajisi. The heart iko kiasi hicho, Mungu anaangalia kiasi hicho. Sasa ndio pale huwa mnasema kuna wateule wengine, nafikiri nilitaja hapa, kuna wateule wengine wasumbufu sana, mpaka anamlazimisha mchungaji kusema, jamani, inasemekana huyu ndugu wewe ufanya tabia hii na hii na hii, lakini ni mjanja, kwa sababu yeye huruka. Akiletwa kwangu anauza mashahidi ni nani, tunamwachilia. Tukakaa tena tunamsikia. Sasa nawaambia huyo ndugu, muwinde kabisa. Ukipata mahali mchukue video, mchukue picha uniletee, alafu tuweze kumnasa. Sasa mimi nasema huo sio wokovu, kwa sababu mtu maandiko yanasema mtu mwovu, yeye mwenyewe akiwa anajijua, aache njia yake mbaya. Ameshikwa hajashikwa, yeye ni mwovu tu, haiwi mwovu. Sheria ya nchi inasema that the person is the suspect remains a suspect until proven guilty. Si ndio inasema hivi jamani? Ya kwamba anabaki mshukiwa tu mpaka wakati ithibitishe ya kwamba yeye hana hatia. Kwa Mungu, kabla hajathibitisha, aliona mapema. Yaani mtu kabla hajabaka, aliona ubakaji ndani kitambo. Kwake ilijiregister kitambo. Kabla hajaua, mkamshika ameua, Mungu aliona uwaji moyoni kitambo. Kabla hajamsema mtu, aliona kitambo. That is the degree, that is the scrutiny ambao Mungu anatumia. Sasa ndio Mungu anatuambia kwamba tufanye nini? Tuchunge mioyo yetu kuliko vitu vyote tunavyochunga. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana pale ndipo zitokapo chemichemi za uzima. Usipolinda pale mahali pataingizwa sumu. Nilipokuwa nafikiria nikasema Mungu akanisaidia kuwaza habari ya chemichemi za uzima, na mara moja nikafikiria juu ya chemichemi za Mzima Spring ama springs. Chemichemi zile, kienda pale ni chemichemi zinatoa maji. Zile chemichemi za Mzima, sio za uzima, za Mzima zile. Hii jina waliita jina zuri, Mzima Spring. Biblia inasema chemichemi za uzima. Iko wapi hiyo? Maana huko ndiko sukapo chemichemi za uzima. Ni Proverbs, linda sana moyo wako kuliko vitu vyote ulindavyo, maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Sasa nikawa na tulia ili nielekezwe na inikujie vizuri. Nilikuwa napata picha sasa. Kama kule Mzima Spring kunatoka chemichemi za maji ambayo yananyosha maelfu ya watu. Kwa sababu Taita yote hii tunakunywa maji ya Mzima, Mombasa, kote. Zile chemichemi zimelindwa, zimezingirwa. Zisipolindwa, pakatokea mhalifu mmoja akatupa pale jiwe la sumu liyeyuke pale ndani ya yale maji, na yanakuja kosti yote. Watu watafanya nini? Watakufa, si ndio? Ndio kuna umuhimu wa kuchunga eneo ambalo
limepaswa kutoa chemchemi ya uzima. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana hapo ndipo chemchemi ya uzima zinapatikana. Sasa, so that the enemy does not interfere with your heart. Wakati ambapo Mungu amekusudia kupanda ngano, kama vile tunaelekezwa na kuona ya kwamba mpanzi alipanda mbegu njema, amekusudia ili shamba libebe ngano. Kuna muovu ambaye hungojea, hutafuta nafasi ili wakati kumelalwa aje apande magugu. Kwa hiyo unless the farm is guarded very well, panaingiaga muovu anapanda magugu. Unless moyo umelindwa kuliko vitu vyote, haya mambo yaliyotajwa kwenye Marko 7 yatatoka ndani, yatapatikana. Mtu kabla hajaokoka ni mtu wa aina hiyo, ready to kill, lie, he can do anything. Kwa kiusharati, mzizi, jambo la kawaida. Maandiko yanasema kwamba sote tulikuwa hivyo alafu tukaoshwa. Maandiko yanazungumza hivi. Lakini mtu anapookolewa, yakale yanapita, amekuwa kiumbe kipya, anapewa na moyo mpya. Create in me, Psalms 51:10. Create in me a pure heart and a clean spirit. Zaburi ya 51 mstari wa 10. Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Anasema aumbiwe moyo mpya. Hii ni zaburi ambayo mwenye kuiandika alikuwa anatubu sana kuanzia mstari wa kwanza. Aliliona kosa lake na jinsi alivyokoseshwa na moyo wake. Ee Mungu, ni rehemu sawa sawa na fadhili zako. This was David repenting kwa machozi, akiomba Mungu amtakase, na anamwambia moyo huu ulionielekeza mimi kutazama Bathsheba, na nikazini naye Bathsheba. Tena baada ya hivyo moyo haukuchoka, as if that was not enough, bado moyo ulinibeba, ukaniagiza huu moyo ili nisije nikapatikana katika mtego huu, nimwite mumeo kutoka vitani. Moyo ulinisukuma tu ili nimwite aje akae na mkewe, ili matokeo yafichike ya kwamba sio yangu, ni ya mumeo, kwa sababu alikuja siku hiyo. Nimemwita Uria, akaja, nimemwambia nenda kwa mkeo, nenda. Amekataa Uria kwa kuzingatia sheria ya vita. Anasema bwana wangu, hapana, kwa kawaida sisi Waisraeli tukiwa vitani hairuhusiwi kuja nyumbani kwetu kabisa. Kwa hivyo siwezi kukubali ya kwamba wenzangu wako vitani na mimi niingie nyumbani, haikubaliwi. David akaona, okay, sasa hii nayo siri nataka ifichike. Moyo wake unamsukuma kwa sababu ya ubinafsi. Uwaji, tumeambiwa uwaji unapatikana pale katika ile listi ya mambo yapatikanao moyoni kwenye tuliyosoma Mark 7. Imelisti pale uwaji pia huko. Kwa hivyo uwaji ukachipuka kutoka moyo wa David. Wakasema na kuua iko pia. Hiyo ni story ndefu. Umejaribu kumpinga, amekataa. Sasa moyo ukavuta silaha nyingine ya uwaji na kuua. Je, David akausikiza moyo wake. Moyo wake kumwambia okay, na what you do, hii siri itajulikana, mambo yatakuwa mabaya hapa. Huyu kwa kuwa ameleta kichwa, akachukua barua, akaandika ya kwamba haya, umeleta kichwa wewe, sasa barua ikaandika, umweke Uria mahali vita ni vikali ili aweze kuuawa huko. That was David. Moyo huu una uwaji, una exhibit asili yake. That's how damaging a heart of man can be. So David andika waraka, mwekeni Uria mbele hapo kwenye vita vikali, alafu muondokee aweze kumalizwa. Natumia maneno yangu, ukisoma iko namna hiyo. So akauandika, akakunja vizuri,
Na huu waraka anampa nani? Uria huyo. Mnapata picha mbaya hiyo? Anayeuawa ni huyo. Anapewa waraka ambaye mwenye kupeleka ni yeye, na hajakunjua. Waraka wa mfalme hawezi kuukunjua. Umeagiziwa jemedari wa vita. Hii barua okay, sasa kwa hivyo wewe umekataa. Sasa fanya hivi, kesho asubuhi huu waraka pelekea jemedari wa vita. Anapeleka mtu wa watu innocent, amemcha Mungu. Lakini pale mfalme Daudi moyo umemkamata. How deadly a heart of man can be. Uria anafika, anampatia Joab waraka. Anausoma. Mwekeni Uria mahali vita viko vikali, alafu hivyo. And that is what he does. Kwa sababu yeye ni rais anaitwaje? Commander in chief, sio? Ya kwamba commander in chief akiagiza jeshi rudini, wanarudi. Akiagiza jeshi nendeni, naitwaje kule walienda? Kule askari walienda kunaitwaje? Wani simseme. Haiti. Rais akisema kikosi cha watu fulani waende Haiti, inakuwa hivyo. Kwa hivyo mfalme wa nchi akasema barua, Joab akaisoma, akasema commander in chief amesema kuende hivi. Huyu bwana leta, mimi sijaelewa ni kwa nini, lakini amesema, imesemekana mwekeni mstari wa mbele. Haya, kaa hapa, vita ni vikali. Alafu Uria anauawa. Hiyo yote ni moyo. That is how deadly the heart of man is. Alafu amekufa, asema basi hakuna cha ushahidi, hakuna nini. And after that, David bado moyo ndio unatawala. Unamsukuma hivyo. Hakuishia hapo. Hakuna cha huzuni, hakuna na nini, bado anamtwaa Bathsheba awe mke wake. That is how deadly the heart of man can be. Yaani umezini, ukawa mumewe, na hata ikuhukumu, mke unachukua. Baadaye anatubu namna hii. Anatubu. Ukisoma Psalms 51 inakupa picha ya jinsi Daudi alivyomiminika mbele za Bwana. Na anaushtaki moyo wake. Anamwambia Bwana, niumbie moyo mwingine. Hii yote ni moyo umenikosesha. Wangapi leo watakubali ya kwamba moyo wake una matatizo na unastahili kuponywa? Uadilifu unaongea juu ya honesty. Integrity inasema is a quality, is the quality of being honest. And what is being honest? Honesty means telling the truth and owning up to our mistakes rather than deceiving others. Yaani mtu mwenye maadili na mwenye honesty, mtu ambaye ni mkweli katika moyo wake, hukubali makosa yake, hana kujitetea mbele za Mungu, hana la kusema, ila kukubali na kusema utakachokiona ndicho kilivyo, basi nisaidie. David anajiachia kwa Bwana design hiyo. Hasemi unajua naye Bathsheba ndio alikuwa anaogaja ovyo time gani hizo, haikuwa ni makosa yangu. Nani alimwambia? Alikubali. Akasema nina shida nini? Niumbie moyo safi. Tunaongea sasa habari ya nini? Ya remedy ya moyo wako. Maana tunaambiwa tuulinde moyo wetu, ni Proverbs 4 verse 23. Ndio inasema linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Moyo ni wa kulindwa. Tumeambiwa nisipoulinda utanitia unajisi. Na kama nitatia unajisi, ina maana mbingu kuiona haiwezekani. Jeremiah 17:10 inaongea kama vile First Samuel tulivyosoma. Jeremiah 17:10. Tusome pale taratibu. Karibuni mchungaji wenu mtamnunulia ile Biblia ya kielektroniki. Itakuwa imesimama hapa ni kubofya. Lakini bado tunaendelea kufungua makaratasi.
Tuko Proverbs 17:10. Tuanze verse 9. Nilitaja hiyo. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Nini hiyo? Moyo. Nani awezaye kujua? Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia yake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Akija Mungu kukagua vile tumeishi. Tuko pamoja jamani? Akija Mungu kukagua vile tumeishi, atakagua kwa vipimo vyake vya kuangalia moyoni, sio vile pastor atakaposema kukuhusu, bali yeye mwenyewe ana vipimo vyake. Kwa hiyo ikiwa mimi nimeishi kwa kuchenga chenga nikisema sijawahi shikwa, ukishikwa ni mjinga. Hujaishi, unaishi hivyo, wajiona mjanja. Viko vipimo vitakuja viangalie zile mara zote wewe umetenda. Maana yeye amekuwa akikuona, anaangalia moyo wako. Sasa heri ungeshughulikia moyo wako, sema jamani, nimeshikwa sijashikwa, lakini ndani ya moyo wangu najua hakuko sawa. Baba, ninakuja mbele zako, nisaidie, niumbie moyo safi. Ukitakaswa moyoni, tayari hata ukitokea, ukionekana mtu mzuri, hata moyoni pia Mungu anapiga tiki ya kwamba huyu alileta moyo wake nikasafisha. Kwa hivyo yu ndani nje, yu safi nje na ndani. Ndio maana nasema Bwana, tujue hivyo. Kama vile Samuel aliambiwa katika hiyo Samuel tuliona. Sasa hapa Mungu tena analirudia. Anasema mimi Bwana nachunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake. Njia zake nitazipima kwa njia gani? Kwa kuangalia moyo. Na kiasi cha matunda ya matendo yake. Matendo yake nitaangalia kutokana na moyo. Ninaona zaidi ya mchungaji, ninaona zaidi ya majirani, ninaona zaidi ya marafiki. Hicho ndio kipimo ninatumia. Kichungi changu kina mashimo madogo zaidi. Kwa hiyo inabidi uwe so fine, uwe laini, upenye kwenye mashimo hayo. Mashimo ya wanadamu ni makubwa, yanapitisha mpaka wale wajaokoka. Pitani tu, bora wanaitwa Jonathan, pita. Ninyi wa Kristo, vichungi vya kidini viko hivyo. Ni Mkristo anaitwa James, umeitwa Mary, jina lako la ubatizo nani? Magdalene. Ingia, wewe ni Mkristo, ingia na kuwekelea mkono, ingia, kula sakramenti, kula vichungi hivyo. Kwa sababu kichungi chenye mashimo makubwa hiyo. Ingia. Cha Farisayo hajawahi kugusa mwanamke wa mtu, lakini Yesu anaangalia moyoni kumejaa uzinzi tele. Kichungi kinamzuia cha Yesu bado kiko kinakusubiri. Kwa hiyo ina maana inabidi tu kichungi hiki nianze kukiangalia na mapema. Bwana, na uleta moyo wangu kwako, ushughulikie. So David anaambia Mungu, niumbie moyo mwingine. Maana kwa moyo huu nilionao umebeba hivi, usiponiumbia moyo safi, mimi nimekwisha. Usiridhike na huo moyo. Ukasema kwamba huyu pastor huwa haonyeshwi, hata hajui naishi vipi, na hakuna mimi naishi hivi. Na niko tu pale, tena nikifika na nipatia gamaiki. Na naimbisha mpaka watu wanamwaga machozi. Tutamwaga kweli, lakini kichungi utakuta pale mbele. Maana unaturidhisha kwa nje na tunakupongeza kweli. Lakini Mungu anaangalia moyo. Wakati ambapo Mungu ametaka kuchagua mfalme, wana wa Yese walikuja mbele ya nani? Ya Samueli. Akakuja Eliabu. Alijiona yuko sawa, lakini Mungu yule mfalme na Samueli akajaribu mafuta, ikakataa, sio Mungu. Akasongea nani? Anaitwa nani? Elishama. Akasongea naye. Na anakaa huyu anakaa. Kimcheki mapozi yake. Au imagine akiwa mfalme. Wow. Haya sawa, ndio jaribu, hamna kitu. Mpaka wote ya upendo wa mafuta umekataa. Nyinyi nyote mmeangalia kwa jinsi wanavyoonekana. Kauliza, hakuna mwingine? Watoto wako wameisha hivi? Alafu Yesu akasema yuko mmoja, lakini yuko kule anachunga huko. Basi hatufanyi jambo lingine mpaka aje. Na anakuja pale, moyo ulioshughulikiwa. A man after God's own heart. Amekuja pale. Sema wow, this is the one.
kimimina hivi tayari mambo yamekubali. Watu wanabaki wameshangaa. Haka kijana haka ambako sura yake ina matoshi nyuma, kana chungaga hapa. Hii huyu. Yes. Mungu anaangalia moyo. Kumbe kuna vile tunaweza ishi tukaridhisha watu, lakini kwa Mungu tuko mbali mno. Tuko mbali kabisa. Tukirudi tukisoma hiyo Mark chapter 7 mwanzo Yesu anawakemea watu sana. Anawakemea. Wakati imekuja wakati ule wamekula pasipo kuosha mikono mpaka viwiko, na Mafarisayo wakawa na maswali, mbona wanafunzi wako wanakula bila kuosha? Ndio pale akaanza kuizungumzia. Alizungumzia ndio pale ikafika mpaka kimwingiacho mtu sio kinachomtoa bali kile kinachotoka. Kwa hiyo sasa akawaambia kwamba ole wenu nyinyi kwa sababu mnaniabudu kwa midomo lakini mioyo yenu iko mbali nami. Tuko kwa ibada na hatuna haraka, tunazungumziwa na Baba, tutasikiza tu. Mark chapter 7. Mark chapter 7. Ukiwa na haraka unaruhusiwa kwenda kwa sababu wewe ndio utakuwa umepata kikombe nusu. Sasa Mark 7 inasema hivi. Nimewaelezea hiyo story Mark 7, Mafarisayo wanaambisha wale walipotoka Yerusalemu hivyo verse 1 hivyo wakawashangaa. Verse 5. Mark 7:5 nasema basi wale Mafarisayo na waandishi wakamuuliza, mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kufuata mapokeo wazee bali hula chakula kwa mkono najisi? Akawaambia, Isaya alitabiri vyema juu yenu Isaya alitabiri vyema juu yenu nyinyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo lakini mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Narudia tena hapo, watu hawa huniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami. Kwa hiyo kumbe haitoshi kupiga kelele na vigelegele kwa midomo kama moyo uko mbali, hamna kitu unafanya. Mungu anataka mioyo. Ndio pale tumesoma katika Psalms 15:2, mtu asema ukweli kwa moyo wake, sio kwa kinywa. Kwa hiyo unaweza ukaniambia mimi mchungaji kwa kinywa ya kwamba huna shida, lakini moyo wako ukawa tofauti. Ukawa tofauti. Sasa pale hujajisaidia, kwa sababu tutamalizana. Unamalizana na mchungaji, sawa, barikiwa, Mungu akubariki. Lakini mbele za Mungu inawaka taa nyekundu. Hakuko sawa. Ameondoka huyo, amefaulu tu kudanganya, lakini hayuko sawa. Na wewe unaondoka ukijua alikuwa ameanza kuniuliza maswali, nilikuwa naogopa sija akataja ile. Nilikuwa naona ni kama nilijulikana nini. Alipoanza kuniuliza hivi, niliingia mwisikia mwili kama mmwagilio wa maji. Nikaona ni kama nilijulikana nini. Yaani ndani ya moyo wako una kitu. Na ukitoka pale hujaulizwa, anasema unashusha pumzi, sema nashukuru hakuwa ameona. Haijakusaidia. Kwamba bado sijikuwa nimeona, haijakusaidia. Nisikia mhubiri mmoja akiongea, akiambia couples, akiambia watu ya kwamba wewe mama unatafuta nini kwenye simu ya mumeo? Na wewe bwana, simu ya mkeo unatafuta nini? Mhubiri mmoja, wengine wanamuita just for laughs, anahubiri akasema ya kwamba mama, ukitaka kujiepusha na stress, achana na simu mumeo. Sasa hapo kuna matatizo makubwa. Hapo uadilifu wa ufundishwe hapo. Kwa sababu hapo una encourage ya kwamba tumeambia kwamba the heart of man is like deep waters. So that means these deep waters should not be disturbed. Kama zimebeba uchafu, zihifadhi uchafu hivyo, usikoroge ikaanza kunuka. Tulia hivyo. Kuna maji mengine yakiwa yametulia hata shida, ukiyakoroga yanaanza kunuka. Sasa je,
Dawa ni kutokoroga hayo maji yasinuke, lakini yakae hapo, au ni get rid of that dirty water, uishi salama. Ishi na maji yote safi, hata yakikorogwa hayanuki. Kwa hivyo ikiwa tutafundishana hivyo ya kwamba achana na simu mmeo, achana simu ya mkeo, ina maana pale tunaruhusu viwango vya maadili vishuke, lakini visitatizane. Kwa hivyo elewa huyu mtu ni mwovu na ataishi na uovu wake na haina dawa. Sasa ili sikukere, usiende kuangalia. Sasa Mungu hafundishi hivyo, anafundisha kwamba get rid. Mtu mbaya aache njia yake mbaya, sio mtu mbaya atafute jinsi ataficha njia yake asipaze wengine. Inasema hivyo Biblia. Haisemi mtu mbaya na afiche uovu wake usinukie watu. Aache uovu wake, amrudie Bwana. Kwa hivyo wawili hawa, kama anaenenda na njia ambazo simu ikishikwa anatetemeka siku yote nzima, basi hiyo tabia aishughulikie mpaka iondoke, ili ya kwamba hata simu ikishikwa ana amani. Ndio maana kusema kwamba mtu muovu aache njia yake mbaya, amrudie Bwana na atamsamehe kabisa. Kama nina simu hii na najua nikipata imeshikwa na mke wangu, ninasikia Mungu wangu. Sasa pale nina matatizo. Shida sio yeye ameshika simu kwa nini. Shida ni mimi, kwamba kwa nini nina hali zile zinazonifanya nikose amani. Maana Biblia inasema muovu hukimbia pasipo kufukuzwa na mtu. Kwa hiyo dhambi ya mtu mwenyewe inampapatisha. Ndio maana nasema dhambi hutesa. Ukitaka kuwa vizuri, iepuke, uwe huru. And when the Son of God sets you free, you'll be free indeed. Tafuta kuwa free. Ile unazo hali ambayo unajua hii mke wangu akishika, hii mume wangu akishika, tengeneza hiyo. Safisha hiyo mambo ili uwe free, uwe na amani. Uwe sawa, uwe una hatia. Hata ukiwa na mchungaji uanze kutetemeka. Maana kuna jana vile umekuwa alafu asubuhi unakutana na mchungaji akwambia naomba nikuone ofisini baada ya ibada. Inakunyima amani ibada nzima. Kwa nini? Kwa sababu unakumbuka jana umekuwa wapi, na inakusumbua moyo. Kwani ama aliniona? Inakusumbua ama aliniona? Na mbaya zaidi, nimekuwahi kuingia pale asubuhi ile tukimaliza ibada jioni. Kwa hivyo umeketi hapo, jamani tuinue mkono tuabudu, huinui. Nakumbuka ofisini nitaambiwaje? Haki inaonekana nilionekana jana. Tuabudu jamani, mbona mikono imelegea? Anasumbuka, guilt inamsumbua. Pengine hata kile mchungaji anamwitia sicho, lakini yeye mwenyewe dhambi yake ndio inamdunda tu. Umeonwa, ulipatikana, inaonekana ulionwa. Sasa usumbuka tu bure. Ndio unakaa kwa ibada ukiwa mgonjwa, hatimaye unaenda ofisini ukijikokota ni kama umeisha nguvu kabisa. Kwani mbona unakaa mgonjwa? Hata sasa niko sawa. Niko sawa. Na sweti ovyo. Sina shida. Kumbe hata ninakuitia jambo lingine tofauti kabisa. Lakini wewe na majosho yako mchekaji. Nini mama unasikia hivi? Nini ndio? Sijui ni homa ya usiku. Yaani una homa za mchana na homa za usiku. Yaani unatetemeka. Uovu wako unakuambia lazima ni hiyo. Jamani, unaona jinsi kuishi katika uovu kunatesa mtu, kunaweka mtu katika utumwa. That is why the word of God teaches us to get rid of those things so that you can be free. Kuna muda, mimi sisemi nyote mmekamilika huko, nasema kuna mtu ambaye ana nafasi hiyo ya kuambia Bwana, mimi hali hii ndio imezungumzwa, nimekataa, nataka mbingu nitakase leo. Mtu muovu aache njia yake mbaya, amrudie Bwana. Kuna nafasi ya kumrudia Bwana leo. Mama, leo mzee wangu, leo kijana, rudia Bwana. Hakuna mtu anakuhukumu, hakuna mtu anakuambia lolote. Wewe unaambiwa tengeneza mambo ya maisha yako. Endea Mungu, ombea Baba, nitakosa hii mbingu nikiendelea hivi, na siweze kudanganya ndugu zangu, moyoni mwangu ninajua nimebeba hii mambo. Kwa hiyo Baba nisaidie. Mtu mbaya aache njia yake. Acha
umrudie Bwana, naye atakusamehe kiasi gani kabisa. Huu ndio wito. Haleluya, Amen. Tuko kanisani kwa sababu hiyo. Jamani, kile kinatoka kanisani hicho, sio tuje tuimbe tukeruke tunakwenda nyumbani. Lazima tuzungumzie kule tunakokwenda kunatakaje. Na tutafanya nini? Turudieni Mungu. Mtu mbaya, hasemi watu wabaya, mtu mbaya ila kuongelea wewe moja kwa moja na unajielewa. So usije na viwango vya kuniambia kwamba prove. Pastor umesema ati nimesema hivi, njoo na mashahidi. Hakuna mashahidi inakuitia. Wewe kama una haja na Mungu, endelea na mambo yako bwana. Kichungi utakipata huko mbele. Maana kuna watu wajanja wanajihisi kwamba wewe ni wababe sana, ni wajanja. Mimi nafanya na pastor hawezi. Kwanza nakaa kwake atokaje, ataniona sangapi. Kwanza hata nilipita hapo nje kwake usiku na ajui na nilikuwa na mtu. Na hakusikia. Endelea hivyo hivyo, mavuno utavuna wewe. Kuna watu wajanja namna hiyo. That is how serious the kingdom of God is. Ni ya mtu binafsi. Niliokoka kivyangu na chuchumilia. Paul pamoja na utume ule anasema bado sijafikia, naendelea kuchuchumilia ili nipate mede. Paulo haangalii niliponya watu, nilifufua Yutiko, nilifanya nini. Asema sihesabu mambo yaliyopita kama ni kitu, bado naangalia mbele na chuchumilia ili nifikie mede iliyowekwa mbele. Kila mmoja mngane na utepe, achana na sifa zilizopita. Kana kusema kwamba tulihubiri tukiwa vijana, imbololo yote hivyo hii wanatujua. Tukiwa vijana tulihubiri sana, mlihubiri sana. Halafu sasa hii nifika mahali ukawa sasa wewe ni veteran. Kwenye mkutano huwezi enda tena, tulienda sana. Umerudi nyuma mpaka ibada huji tena, maana wewe ni veteran. Uliretire mpaka kwa wokovu haupo. Ulistaafu mpaka kwenye imani. Na watu wana staff hata kwenye wokovu wa staff. Ndio mpate kanisani. Ndio ni baba mkubwa kabisa, alikuwa kiongozi kabisa kanisani. Lakini baada ya kufikia mahali amekuwa na kiburi cha umri. Haji kwa ibada, amekwisha kazi na kufuatiliwa, ana maneno. Kina Pastor Kambale wa umri mdogo akija na yeye ni mtu wa 70, anasema sasa wewe kijana, umeanza kuhubiri juzi. Wewe ulianza huduma sio mwaka gani? 1970. 1970 wakati huo ndio sisi tulikuwa kwa nguvu, hii tulikuwa tunavuma, ndio ulikuwa unazaliwa wewe. Alafu unanifuatilia, amestaafu kwa wokovu. Sasa kama Paul mwenyewe anasema nachuchumilia, wewe umeacha kuchuchumilia, ni kutuambia kwamba tulienda sana. Hii mkutano ya wazee tulienda sana. Mkutano ya mama tulienda. Tulihubiri sana. Kahubiri nyinyi vijana. Uko hapo tu na umedidimia. Sasa kulikuwa na nyanya mmoja, tumeambiwa katika Biblia alikuwa mjane. Ameishi miaka 80 na kitu. He used to fast and pray mpaka wakati anamuona Yesu. Kwa nini yeye kusema mimi nimefikia uzeeni sasa hata ibada siendi, waende wengine? Wewe unashughulikia moyo wako. Moyo utakuua. Moyo unajaza kiburi, itakuua, itakumaliza. Asemaye ukweli kwa moyo wake. Hatuzungumzi na midomo tena, tunazungumza na mioyo. Haleluya. Hatuongei na midomo tena, tunaongea kwa kutumia mioyo. Ikiwa hutafika mahali pa kuongea kwa kutumia moyo, basi wokovu bado. Ndio maana Yesu akaongea pale akasema mnaniabudu midomoni mwenu lakini mioyo iko mbali. Kwa hivyo hiyo midomo mimi sipo hapo. Pigieni kelele wenyewe. Pigeni nduru, kimbieni kanisani, mbio tunacheza kwa sababu ya Bwana, kimbieni mkirudi, rukeni tunaruka, fanya nini? Chekeni na jichekeni wenyewe. Lakini kutoka hapo mioyo imebebana kabisa. Mtu anaangalia sema mioyo hapa. Kuna watu 25 wako katika ibada. Lakini ibada nimepokea watu hao wawili. Mioyo miwili tu ndio ilikuwa inafika kwao. Mingine yote midomo hakuna ibada imefika. Lakini wenda nyumbani leo it was powerful. Uimbaje kwanza? Najisifia mambo yenu. Vyombo vilikuwa vinatema. Kwapo wasifu vyombo. Kuna mtu hata bila vyombo amegusa Mungu.
Ndio maana umeme ukienda kidogo, bado ilikuwa inapoa, vyombo havikuwa. Wewe uko mdomoni, moyo hamna kitu. Sasa kwa kuwa tunamalizia, tufanyeje basi? Nitataja maandiko hayo ambayo ya kuchukua hatua, remedy, ambayo moja ni ile nilisema ya create in me a clean heart. That's the kind of prayer to pray as you cleanse your heart. Maana baada ya kushughulikiwa shida yako na kuambia ndio hii, swali lingine unajiuliza nifanyeje? Basi unapojiuliza nifanyeje, una ombi la kuomba Zaburi 51:10 tulisoma pale, create in me a clean heart. Do you know the condition of your heart? Usiutetee moyo wako. Ndugu yangu, usitetee moyo wako. Uweke ushtaki kabisa mbele za Mungu. Mwambie ndio huu, ushughulikie. Create, uondoe. Ezekiel 36:26. Nani amepata pale tusomee? Ezekiel 36. Tuko bado kwenye remedy, tuko bado kwenye suluhisho. Ezekiel 36 verse 26 inasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Unapata hiyo vizuri? That is the prayer. Lakini itategemea, kama moyo wako unaupenda sana, unatosheka nao vile ulivyo, hautaupeana. Lakini ikiwa utakuwa mkweli kwa moyo wako na ukisema hakika huu moyo wangu ni ule umetajwa kwenye Marko 7, kwamba umejaa usherati, umejaa uzinzi, umejaa wizi, huu moyo ndio huo, na mimi nakubali na ninaupeleka, si utetei na upeleka huu moyo, nende nipewe mwingine, nami nitawapa ninyi moyo mpya. Kila mmoja leo aangalie moyo wake. Ikiwa moyo wako na hakika ndio ule Mungu anataka, maintain. Lakini kama moyo wako una matatizo, tunaketi hapa kwa ibada lakini moyo wako unatembea, una mambo yake. Una mambo yake. Huo moyo usikae nao. Kuna wengine sasa hivi unaona ni waimbaji. Unaona dada mwimbaji, na anapopanda madhabahuni kuimba, lengo lake sio kuabudu. Jinsi alivyoweka mwili wake na jinsi anavyofanya maumbile yake, unaelewa hapa si ibada, hapa ni performance, na hapa ni kutafuta soko. Huo moyo wake ni mwingine. Nimeyaona hayo mimi hivi, nimeona kabisa hivi, mtu yuko jukwani tena kwa open air, namuona huyu vile amefanya, vile anavyofanya mwili, isi ibada hii. Mtu anaenda kwa sababu Mungu nimepata nafasi ya kuhudumia watu, na nimepata nafasi sasa ya kujidisplay. Basi hata kama kweli Daudi alimsifu Bwana, wengine wanasema mpaka nguo zake zikaanguka akabaki uchi, wengine wanaongezea mpaka baki uchi. Sasa ndio basi ukae hapo uchi kabisa kwa sababu sasa zako zimeanguka. Tena yake ilikuwa lile gwanda la kifalme ndio limeanguka. Hapana uchi. Sasa ndio uko hapo sasa ndio Daudi alicheza, akacheza mpaka nguo zikaanguka, ndio natutikisia. Ndio basi utufanyie yote. Tunaabudu kweli ama tunaangalia vitu gani? Unaangalia sema huyu sister ni kuabudu huko kweli? Mpaka nguo zikaanguka. Akaangushie nguo zako bedroom. Sasa ikiwa ndani ya moyo wako una matatizo, acha mambo mengi. Njoo upewe moyo mpya. Nani mtatie roho mpya ndani yenu. Kubali roho yako si sahihi. Una roho nyingine. Kubali kubadilisha roho. Nami nitatoa moyo wa jiwe. Kubali huo moyo si ule Bwana anataka, ni wa jiwe, umekomaa. Ndio maana mkakamavu kweli, ukiulizwa unakana, moyo wa jiwe.
Ndugu, sema ukweli. Pastor, sijafanya mimi. Nani aliniona? Ndugu, uko serious? Ogopa Mungu Na sitokani siogopi Mungu. Pastor, mimi nakwambia, mtu aliyeniona siaje aseme. Mtu mkakamavu. Mtu aliyeniona siaje aseme. Aliyeniona siaje aseme. Moyo jiwe. Ndugu, utaenda jehanamu. Jehanamu hii, kwani tenda jehanamu kwa nini wa kwanza? Siwezi kukubali kuwekelea vitu sijafanya. Alafu kaa kidogo, brother njoo na dada njoo. Haya, sema, mlimwona wewe ndugu wapi? Hata ndio hii. Picha ndio hii, video ndio alikuwa. Haya ndugu, utakana. Ni shetani tu. Ni shetani tu. Si wewe ulikuwa unatoa macho ukisema ya kwamba sijui nini? Moyo wa jiwe. Unaona kubaliana nayo, mkakamavu. Unasema nasikia mkisema sema huyo pastor haja niulize, atanikuta hapa. Nasikia mnasema sema. Ati mimi mama fulani, mimi ndugu fulani bwana. Mnaenda kumwambia pastor habari hizo. Mwambieni sana. Na hata simuogopi huyo pastor. Simuogopi na haja niulize. Mbona hajawahi niuliza? Nasikia nyinyi ndio viherehere. Mnaenda kumwambia mchungaji. Mmemwambia mbona haja? Na haja atanikuta. Moyo wa jiwe. Kubali. Unakataa moyo na utakumaliza huo moyo wa jiwe. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mioyo. Bwana ameuona. Nami nitawapa moyo wa nyama. Remedy hiyo mmoja wapo. James chapter 4 verse 8 nasema purify your hearts. Yakobo 4 verse 8. Mtu akipata stop. Nani amepata? Soma kwa sauti. James 4:8. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia. Takaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi. Yes. Na kuisafisha mioyo yenu, Ndio. enyi wenye nia mbili. Basi, unasikia nini? Yes. Ni Mungu anaitana tu. Mkaribieni Mungu. Acheni kukimbia na kutapatapa huko. Mkijipika vifua kwamba hamjaionwa. Kama hamjaipatikana. Nani shahidi? Achani mambo mengi. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Anaweka kwa neema. Itakaseni mikono yenu. Hiyo mikono Mungu anaiona ni michafu. Hamukuona lakini mikono imeshika vitu viovu. Takaseni mikono yenu. Enyi wenye dhambi. Mnakuwa wenye dhambi kwa sababu mmeshikwa? Hapana. Mnajijua enyi wenye dhambi. Na kusafisha mioyo yenu, jamani, mioyo tena. Kusafisha mioyo yenu, enyi wenye njia mbili. Remedy hiyo. Kwa hivyo wakati huu, that is the kind of prayer we need to have mbele za Bwana wakati huu. Tusimame wote, wale wote wana haja ya mbingu. Kila mmoja ashuke kwa unyenyekevu mbele za Bwana, wa magotini, wa kuinama, wa kufanya nini? Mwambie Bwana akuandae kwa ajili ya kuja kwake. Hapa kuna mchezo tena. Mwambie Bwana, kwa moyo huu kweli sijashika kwa mikono, lakini moyo wangu unayo hii hatia. Kweli mimi sijamgombeza yule, lakini namchukia, iko ndani hiyo. Kweli mimi sijamwambia lolote, lakini nikimuona hivi nasikia ni kama nitapike vile. Bwana, moyo wangu una chuki. Moyo wako upeleke mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Twende mbele za Bwana wote, nena na Mungu, take your time, nena na dadii, tumkaribie Mungu, tumkaribie Mungu, tumkaribie Mungu. Go ahead.